Vasco anasema mwanzoni niliona kama ni kazi nzuri kwa sababu tulikuwa tunapata pesa nyingi kwa wakati mmoja na pesa ya kula ilikuwa haipigi chenga tena. Ila baada ya muda kupita, nikiwa nafanya ile kazi, nilikuja kuapa kutokurudia kazi hiyo baada ya kushuhudia kile kilichomtokea rafiki yangu Zawadi na rafiki yangu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Michael. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu hii ya mkasa wa Vasco. Msikilizaji wa Light Simulizi, ni matumaini yangu ni mzima wa afya kabisa. Basi nikulete katika sehemu ya 5 ya kisa chetu hiki cha My Secret. Karibu sana, mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Nakumbuka siku hiyo tukiwa mtu 3. Tulitoka Uyole ambako tulikuwa tunakaa mpaka maeneo ya Isanga. Na mtu aliyechora dili hilo alikuwa ni Michael, na lengo letu likiwa ni kwenda kuiba kwenye duka moja ambalo lilikuwa linamilikiwa na mama mmoja hivi. Na kwa maelezo ya Michael, ilisadikika kwamba mama yule anaziachaga pesa dukani. Ikiwa ni majira ya saa 8 za usiku, tulifanikiwa kufika pale dukani huku tukiwa na funguo za kutosha ambazo zilikuwa na uwezo wa kufungua kila kufuli na vitasa. Bahati nzuri katika duka lile hapakuwa na ulinzi kwa sababu duka ambalo lilikuwa limejitenga peke yake njiani. Basi wanaume tulifanikiwa kufungua vizuri kabisa na kuzama ndani, huku mimi nikiachwa nje kwa ajili ya kuangalia usalama kwa sababu nilikuwa sina uzoefu sana kama kina Zawadi. Basi kina Michael katika tafuta kule ndani, bahati nzuri kule ndani walikutana na draw yenye pesa, ila muziki ulianza kuifungua ile draw. Ila mimi niko kwa nje nilisikia sauti za watu wakiongea, ila sikuelewa sauti zile zimetokea wapi. Basi ilibidi niwashtue kina Michael na kuambia tuondoke, ila kina Michael kutokana na kwamba walikuwa ndo wanataka kufanikiwa kufungua ile draw, hakutaka kusikia kile nachokiongea. Basi mimi nikarudi tena nje, ila nilipochungulia kwenye uchochoro karibia na ile duka, niliona kuna watu wanatembea kwa mwendo wa polepole wakiwa wanakuja upande wa duka liliko, na muonekano tu ilionekana wanatuvizia na kutunyatia. Hapo nilichofanya ilikuwa ni kuokoa maisha yangu. Niliwapigia kina Michael miruzi na kutoka spidi pale dukani. Basi mwanaume nikajikuta naingia kwenye chochoro ambao hata sikuelewa natokea wapi. Maana nilipofika mbele nilikuta njia hamna. Hapo ilibidi nianze kurudi huku nikiwa makini kuliko kawaida. Na mbaya zaidi, chochoro ule nilioingia ulikuwa unakwenda kutokeza karibu na pale dukani. Basi nikiwa nipo kwenye chochoro ule nilianza kusikia makelele kutokea pale dukani. Nilikaa kama dakika 10 kwenye chochoro ule. Niliona nisipofanya jambo naweza nikakamatwa. Basi niliangaza huku na kule, niliona gogo. Ilibidi niokote lile gogo na kuanza kurudi kule dukani huku nikiwa nakimbia. Baada ya kufika pale barabarani usawa duka lilipo, nilikuta kuna utitiri wa watu wamejazana, huku akina Michael na Zawadi wakiwa wamekwa kati kutokana na umati ule wa watu. Nami ndo ilikuwa pona yangu kwa sababu nilichanganya na watu. Basi kwa macho yangu mawili niliona Michael na Zawadi wakichomwa moto, na kutokea siku hiyo nilijiapia kutokuja tena kufanya ule upuuzi. Usiku ule kiukweli nilirudi mwili mzima ukiwa na baridi, na kutokana na umbali uliopo kutoka ile sehemu tuliyokwenda kuiba mpaka nilipokuwa nakaa, nilijikuta natembea mpaka miguu inawasha. Muda wa saa 11 alfajiri ndo nilifika getoni na nilimkuta Agnes kalala usingizi. Uzuri mwanangu tayari alikuwa kaanza kuzoea ile mikiki ya umasikini. Basi hali ya ugumu wa maisha iliendelea, ilibidi tena nirudi stand kupiga debe, huku nikiwa najutia kweli kwa mimi kuhamia Mbeya. Maana niliona ni bora ningebaki Makambako. Mariam naye baada ya kugundua nimeishiwa hata kwenye simu aliacha kupatikana. Maana nilikuwa kila nikiazima simu na kumpigia alikuwa hapatikani. Basi nakumbuka siku hiyo nilikuwa nipo kama kawaida pale stand kupiga debe,
ila nikiwa pale kuna dada mmoja niliona akiwa anatukanwa na majamaa ambao nao walikuwa wapiga debe pale stendi. Kwanza ilibidi nisogee maeneo yale kwenda kusikiliza ule ugomvi, maana ilionekana yule dada analalamika alafu wale jamaa wanamtukana. Ila baada ya kufika nilipo mwangalia yule dada, sura yake ni kama ilikuwa siongeni kabisa machoni kwangu, ila ndo hivyo, nilikuwa sikumbuki ni wapi nimewahi kumuona. Basi mzozo ule uliendelea huku mama yule akionekana anadai pesa zake, ila kwa ukali kabisa. Majamaa wale walimjibu kwamba hawampi kwa sababu matunda aliyowauzia yalikuwa yameoza. Hapo ndo nilijua chanzo cha ugomvi ule ni kipi. Ila kwa hali isiyo ya kawaida, jamaa alimuwasha yule dada kofi kwa hasira, baada ya dada watu kuendelea kudai pesa zake. Ila akili na kumbukumbu ilinijia baada ya kuona dada yule kaanza kulia. Kiukweli nilijikuta napandwa na hasira na mizuka ya kufa mtu, huku nikiwa na machungu. Nilimrukia yule jamaa na kumwasha ngumi nzito. Yaani ugomvi ambao ulizuka pale ulikuwa sawa kuamuliwa. Kiukweli zilipigwa ngumi ambazo hazina mfano. Yaani nilipigwa vya kutosha. Na pia wao walikula kipigo cha kutosha. Kila mtu alitoka pale na manundu yake. Basi baada ya kutoka pale nilikwenda kukaa kwenye baranda moja huku nikiwa na hasira. Na yule dada nilimsaidia alinifuata kwa akiwa na kindoo chake cha matunda. Basi macho alipogongana na dada yule, kila mtu alibaki anamwaga machozi kivyake. Kwa sababu tulikumbukana alikuwa sio mwingine bali ni dada Tunsume ambaye tulikuwa tumepotezana katika utoto wetu. Kwa mimi geto langu ndio lilikuwa karibu, ilibidi nimkaribishe dada Tunsume kwangu, na tulimkuta Agnes akiwa anaosha vyombo. Yaani pamoja na kwamba Agnes alikuwa mtoto mdogo, ila akili zilikuwa zinachaji sipo kawaida. Yaani majukumu madogo madogo anayoyamudu alikuwa anatendea haki. Basi mimi na dada Tunsume tulianza kusimuliana maisha. Kiukweli nilijikuta nalia kwa story ambayo dada Tunsume alinisimulia kuhusu maisha yake, alivyoishi na mjomba mpaka akatoroka. Yaani alikuwa ni maisha ya mateso mara 100 kuliko yale ambayo niliyapitia mimi. Basi ilibidi na mimi nimsimulie mikasa yangu yote mwanzo mwisho. Hivi Vasco, wewe akili unazo kabisa kichwani mwako? Yaani ulichagua kuishi maisha hivi na ukaona kuishi na huyo mwanamke ni mateso? Hebu nikuulize, kwani unavyoishi naye alikuwa anakutesa au kuna shida ulikuwa unaipata? Au yeye kuwa wa ajabu wewe ilikuwa inakuathiri nini katika maisha yako? Yaani kutolala na wanawake wengine wewe uliona ndo kero kwako mpaka ukaamua kuja kuishi maisha hivi? Kiukweli wewe ulichezea bahati chooni. Mimi nakushauri kama huyo dada yupo, bora kaombe radhi tu. Mimi huo ndo ushauri, maana hakuna kitu kibaya kama masikini halafu uzuri ulikuwa unaishi naye bila kupata madhara yote. Yale masharti ya kipuuzi hivyo wewe uliona ndo shida kwako. Basi kwa hiyo baada ya kumsimulia dada Tunsume mkasa wangu, aliongea maneno ambayo yalifanya nikumbuke maisha mazuri ambayo nilikuwa naishi na Pendo kabla sijaanza tamaa za hovyo. Kiukweli nitamani Pendo ajitokeze anipe ile nafasi tena, ila ndo hivyo sikujua nampatia wapi. Siku hiyo mimi na Tunsume tuliongea mengi mno, na alinishauri nirudi Makambako, huenda nikakutana na Pendo tukarudisha tena mahusiano yetu. Na kweli niliona huo ndo ushauri mzuri, maana nilijikuta naanza kuona ni bora yale masharti ya Pendo kuliko maisha ambayo nilikuwa naishi. Basi Tunsume akiwa kanisaidia baadhi ya pesa huku na mimi nikitafuta kidogo, nilifanikiwa kupata nauli ya kurudi Makambako mimi na mwanangu Agnes. Na naweza kusema mwanangu alikuwa ni mtoto wa pekee sana, maana alikuwa hata hana tamaa na vitu ambavyo babake sina uwezo wa kuvinunua. Ila siku hiyo nakumbuka tukiwa ndani ya gari tunaelekea Makambako, kitu cha ajabu kilitokea kwa mwanangu Agnes. Baba, mama yule kule nyuma. Hiyo ni kauli ambayo mwanangu Agnes aliniambia tukiwa tumekaa naye kwenye siti, na kutokana na kwamba sikuwa na pesa ya kumlipia Agnes siti, ilibidi nimbebe kwenye siti niliyolipia japokuwa alikuwa mkubwa. Baada ya Agnes kunionyesha siti za nyuma na kuniambia kama muona mama yake, ilibidi nigeuke, ila katika siti ile anaonesha
Mimi niliona kuna mama tu wengine wamekaa kwenye siti zile zile, bali sio Pendo. Agnes, hebu tulia basi. Mama yako yuko wapi, umemwona? Ilibidi nianze kumkaripia mwanangu baada ya kuona ni kama kapagawa. Ila Agnes alizidi kunisitiza kwamba mama yake yuko pale, na inaonekana mama yake alikuwa anamkonyeza Agnes. Maana Agnes alianza kung'ang'ania kwamba nimwache atoke pale aende kwa mama yake. Sikuelewa mwanangu kapatwa nini hasa bana. Mimi nilikuwa sioni kabisa huyo mtu anayemzungumzia, ila baada ya kuona Agnes kang'ang'ania ilibidi nimwachie. Watu wote ndani ya gari wakiwa wanamshangaa Agnes. Mara Agnes baada ya kufika kwenye siti zile ambazo kwa macho ya kawaida walikuwa wanaonekana mama wamekaa pale, Agnes alianza kuongea huko akiwa na tabasamu. Kwa muonekano alionekana anaongea na mtu. Hali ile ilifanya nikumbuke hata mimi kilichonitokea kwa mara ya kwanza nikiwa nakuja Makambako. Maana hali ilikuwa ni vile vile. Nilikuwa namuona mtu ambaye wengine hawamuoni. Baada ya kukumbuka hivyo ilibidi nitulie, maana niligundua Agnes ni kweli kamuona mama yake. Ila watu wote walimuona Agnes ni chizi kutokana na kwamba alionekana anaongea peke yake na kucheka peke yake. Wewe kaka wewe, hatutaki usumbufu. Wewe mchukue mwanao, anatupigia makelele. Basi wale mama walikuwa wamekaa kwenye zile siti ambapo Agnes alikuwa kasogea, walianza kufoka. Ila kwa kuwa mimi nilikuwa najua kinachoendelea, nilivunga kama sijasikia. Nilimwacha mwanangu aongee na mama yake, maana niliamini huenda Pendo akajirudi na kuja kwangu tena. Baada ya mama wale kuona hata siwasikilizi nipo bize zangu, walimuita Konda ambaye alikuwa kakaa siti za mbele. Basi Konda alikwenda kumvuta Agnes pale alipokuwa anaongea na kucheka peke yake. Ila Agnes alikuwa hataki kabisa kutoka pale walipokuwa wamekaa mama wale. Mama, kaeni naye tu, kwani kuna shida gani? Basi baada ya Konda kuona Agnes anakatalia pale, ilibidi awaombe wala mama wakae naye. Konda, shida huyu mtoto anapiga makelele, alafu anaongea peke yake. Yaani baba yake kashindwa kukaa naye kule, eti sisi ndo tukae naye hapa. Hebu mpelekee baba yake kule, sisi hatutaki usumbufu. Basi mama mmoja ambaye alikuwa mnene huku akionekana ni mwenye roho mbaya aliongea kwa hasira. Ila pamoja na yote Agnes aligomea pale pale. Hapo ilibidi sasa watu wote kwenye gari waanze kunifokea kwamba nimtoe mtoto pale. Kwa kuwa mimi nilikuwa najua kipi kinaendelea, niendelea kukaa kimya kama sijasikia kitu. Konda, kama vipi tumrudishie nauli yake ashuke, si hatutaki usumbufu. Basi wale mama wakajitia ni watu wenye pesa sana, walianza kuongea kwa kuropoka na hasira, na mmoja akajichanganya na kumsukuma Agnes pale alipokuwa. Siku hiyo watu walipata kindombwe, yani watu walifinywa na kula makofi isivyo kawaida, na mtu alikuwa anafanya vile wala hakuonekana. Wale wa mama kutokana na kipondo walichokipata baada ya kufika tu Chimara walishuka. Yani kila mtu kwenye gari lile mpaka Konda walianza kumogopa Agnes, wakihisi labda ni mwanga. Ila mimi nilikuwa nishajua kila ambacho kinafanyika, japo nilikuwa sijaona kwa macho na nilibaki nacheka chini kwa chini. Basi watu wakiwa wanaongea chini huku kila mtu akimpiga Agnes jicho la aina yake. Hatimaye safari ilifika Makambako na sisi tulishuka. Baada ya kushuka hapo ndipo nilianza kumhoja Agnes kile ambacho alikuwa ameambiwa na mama yake. Mama akasema nikiwa na shida atakuwa anakuja kunisaidia. Kwa hiyo Agnes, unataka uniambie mama yako hajasema kama atakuja kuishi na sisi? Mwanaume nilikuwa na hamna Pendo, mpaka nilikuwa naona maluelue. Ila ndo hivyo, Agnes alijibu kwamba Pendo hajaongea swala la kuja kuishi na sisi tena. Basi kwa hiyo ilibidi mimi na mwanangu tuelekee mitaa Uhuru ambako mimi ndio nilikuwa naishi mwanzo, na lengo ilikuwa ni kwenda kumtafuta yule nesi ambaye alikuwa ni mke wangu kwa ajili ya kujishikiza huko, kwa sababu hata hivyo mimi na yeye tulikuwa tujaachana. Basi baada ya kuuliza nielekezwa mpaka anapokaa dada yule, ila kiukweli siku hiyo ndo niligundua mtu unapendwa ukiwa na pesa tu, maana alinitimua kama hanijui vile. Niliomba mstiri hata mwanangu Agnes alale pale kwa siku hiyo, lakini dada yule alikataa.
Basi kigiza kikiwa kinaanza, mimi na Agnes tulielekea station ya treni kwa ajili ya kulala huko. Maana mara nyingi huko ndo lilikuwa kimbilio langu pindi nikosapo msaada. Kiukweli sikujua hata Pendo mwenyewe namtolea wapi ili turudishe mahusiano. Basi maisha ya hali ile yaliendelea huko kulala kwangu mimi na mwanangu, kukiwa na station ya treni, na kilichokuwa kinanisaidia karibia wafanyakazi wote wa pale station walikuwa wananifahamu vizuri. Basi maisha yaliendelea huku nikiwa nafanya kazi yote ile inajitokeza kwa ajili ya kupata pesa ya kula. Baada ya miezi kama 3, nakumbuka kuna kazi ya udalali wa pikipiki niliifanya na nilipata faida ya shilingi 100,000. Siku hiyo sikutaka kuchelewesha, nilikwenda kutafuta chumba na kweli nilipata, na kulipia miezi 3 na kununua vitu vichache vya kuanzia maisha. Basi maisha ya ghetto nikiwa na mwanangu yalianza rasmi, na bahati mbaya ghetto langu nilipata kule kule mitaa ya Uhuru ambako nilikuwa nafahamika na wengi. Kwa hiyo dharau ilikuwa ya kutosha. Yaani wote wale ambao walikuwa madem zangu enzi hizo, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatamani hata kukutana na mimi, na walikuwa wananikwepa ili mradi nisiwasemeshe. Nilipoamini pesa zangu zina nguvu, yani hata kanisani nilipokwenda ile heshima haikuwepo tena. Kila mtu alikuwa ananiangalia kama mdudu tu. Maisha yalizidi kuwa magumu kwa upande wangu, japo nilikuwa nimepata chumba cha kukaa. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimetoka zangu stendi ya Makambako kupiga debe, na kwa kuwa nilikuwa nimepata vipesa kidogo, nilikuwa nimemnunulia binti yangu chipsi siku hiyo. Ila baada ya kufika magetoni nilisikia sauti za watu wakiwa wanazungumza huku wanacheka. Niliposogea mpaka mlangoni ilikuwa ni sauti ya Pendo na mwanangu Agnes. Kiukweli niliingia mle ndani kama kichaa siku hiyo. Yaani niliona nikijivuta pale mlangoni, Pendo anaweza kapotelea kule kule ndani. Vipi, mbona unaingia kwako kama unafukuzwa au unataka kuniitia mwizi? Basi nilikuwa nimetumbua macho kwa kumuona Pendo kwa mara nyingine tena. Pendo aliongea maneno ambayo alifanya mdomo wangu uwe mzito kujibu, maana niliona jibu lolote nitakalotoa ni kama litamuudhi Pendo na ataondoka. Pendo, nimegundua wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Nakupenda Pendo wangu, naomba nisamehe. Basi pale bila kujielewa nilishuka chini na kupiga goti mbele ya Pendo, huku nikiwa nalivuta chozi kwa nguvu ili mradi kujitilisha huruma. Sio kweli Vasco, wewe kinachokufanya utamke hayo maneno saizi ndizo shida zako ulizonazo, bali sio maneno kutoka moyoni. Kwa mfano, itokee tu hapa mtu akupatie milioni 100, unaweza kuendelea kunitamkia maneno hayo? Pendo akiwa kanikazia jicho aliniuliza swali ambalo nilijibu haraka. Pendo, saizi wewe ndio kila kitu changu katika maisha, na nakuomba Pendo, usiniache tena. Nipo tayari kuishi na wewe kwa kila hali na kila sharti utakalotaka. Basi siku hiyo niligeuka sharukani kwa jinsi ambavyo maneno matamu yalikuwa yananitoka. Upo tayari kuishi na mimi maisha haya mpaka kufa kwetu? Maana tayari uwezo wa kupatia pesa mimi sina tena. Pendo aliniuliza swali ambalo kwanza ilibidi niheme, maana ukweli ni kwamba nilikuwa namtaka Pendo kutokana na shida ambazo nilikuwa nazo, ila sio kwamba nilikuwa nampenda kiivo. Basi swali hilo lilifanya nipumue kwa nguvu. Pendo, nipo tayari kwa lolote. Basi kichwani nikiwa nimeanza kupaniki kwa Pendo kuniambia hana uwezo wa kunipatia pesa tena, nilijibu, "Okay Vasco, kwa kuwa nakupenda nitakupa nafasi, ila kuna mitihani nitakupa, na pia kuna sharti moja kubwa ambalo inatakiwa ukubaliane nalo ili tuweze kuishi tena kwa pamoja." Pendo akiwa kanikazia macho aliongea maneno ambayo alifanya nijibu kwa wasiwasi. Yaani neno ndio lilonitoka kwa wasiwasi, maana nilikuwa sijui masharti ya Pendo, na pia nilikuwa sijui kama kakubali kurudiana na mimi kuishi maisha yale ya kifukara au ndo watanipa utajiri tena. Basi siku hiyo Pendo hakuongea neno jingine lolote. Baada mimi kukubali kwamba nipo tayari kwa lolote, aliondoka. Ilipita wiki moja pasi na mimi kumuona Pendo tena, na hapo nilijua huenda ndo kapotea moja kwa moja. Basi nakumbuka siku hiyo ilikuwa jioni, nikiwa sina kitu mfukoni, huku narudi nyumbani na sielewi mimi na mwanangu tunakwenda kula nini. Katika kutembea kwangu niliona kuna pikipiki inatembea
kasi ya ajabu kweli kweli, na pikipiki ile nyuma ilikuwa imefunga begi. Ila ile pikipiki baada ya kufika karibia na pale nilipo, kutokana na ile speed, ile begi lilidondoka chini na mwenye pikipiki aliendelea na safari bila kugundua lolote. Basi ilibidi nisogelee ile begi na kuchungulia ndani kwamba kuna nini. Kwanza mwili wangu ulipata jasho ghafla na mikono yangu ilianza kutetemeka pale pale, maana ni maburungutu ya pesa yalikuwa yamejazana kwenye lile begi. Kiukweli nitoka speed kama kichaa. Yaani niliona Mungu kaniona, huku nikiwa sijui ni mtu gani kadondosha zile pesa. Basi moja kwa moja nilifika mpaka magetoni na kufunga mlango, huku Agnesi akiwa ananishangaa. Mwanangu, tunakwenda kwa matajiri sasa. Basi nikiwa kama nimeuka, nilimwambia Agnesi maneno ambayo naye alibaki akicheka kwa furaha. Kwanza ilibidi nihakikishe kama ni pesa kweli au mawenge yangu tu. Na kweli nilipoangalia zilikuwa ni pesa za kutosha. Hapo kimoyomoyo nilijisemea kwamba umasikini basi. Basi kwa hiyo sikutaka hata kutoka ndani, maana niliona mwenye pesa anaanza kuniona. Yaani usiku huo nilikutana napanga safari kwamba inabidi nihame Makambako ili mradi tu nisije kukamatwa. Masuala ya Pendo kichwani hayakuwemo tena, maana kile kilichokuwa kinafanya nimkumbuke Pendo tayari nilikuwa nimeshakipata. Basi kulipokucha tu asubuhi, mimi na Agnesi tulijiandaa kwa ajili ya kuanza safari, na awamu hii nilikuwa nimepanga kwenda Songea. Ila kabla hatujatoka pale nyumbani, mara mlango wa geti uligongwa. Kwanza mwanaume, niliona moyo na maini vyote vinatetemeka, maana ilikuwa ni adimu sana watu kuja getoni kwangu. Kwanza ilibidi ile begi la pesa nilifunike na nguo. Baada ya hapo nilimwambia Agnesi akafungue mlango, huku moyo wangu ukiwa unadunda. Baada ya mlango kufunguliwa nilipumua kidogo kwa sababu alikuwa ni Pendo karudi. Vasco, mimi nimerudi rasmi kuishi na wewe. Ila naomba niambie kama uko tayari kufuata yale masharti ya mwanzo. Na pia kabla ya kuanza kuishi pamoja, inabidi nikupeleke kwa mama yangu akakuone, kwa sababu mama yangu anaumwa na akaniambia natakiwa tupe baraka zote na ulinzi pia, kwa sababu bado ndugu zangu wengine wataendelea kukuinda. Basi baada ya Pendo kufika aliongea maneno ambayo alifanya nione ni upuuzi mtupu. Yaani kuishi naye niliona tena haiwezekani. Pendo, basi wacha mimi nitafikiria kwa saizi, nipe muda. Wewe ondoka, nifikirie kama nitaweza masharti yako au la. Basi ilibidi nimjibu kwa akili, maana ukweli sikuwa tayari kuishi naye. Na mpango wangu ilikuwa ni kutoweka kabisa Makambako. Okay, naona moyo wako umeanza kuwa mgumu na kupata kiburi tena. Sema Vasco, kuna kitu nishakijua. Wewe hunipende, bali kuna vitu vinakulazimisha uonekane kama unanipenda. Na sio kingine, bali ni hali yako ya maisha. Basi ikiwa kama nalalamika, Pendo aliongea maneno ambayo mimi sikuatilia hata maanani, na nilikuwa najiamini kwa sababu nilikuwa najua kabisa nina pesa ya kutosha. Basi Pendo alifungua mlango na kuondoka. Basi mimi na mwanangu tulimalizia kujiandaa. Baada ya hapo nilichukua begi langu la pesa kwa ajili ya kuanza safari. Ila baada ya kutoka tu mlangoni, niliona pikipiki ikifika pale getoni kwangu. Na nilipomtizama alikuwa ni yule jamaa wa jana ambaye nilimwona akidondosha lile begi. Yaani mwanaume, nikajikuta mwili mzima unakufa ganje, huku nikiwa naangalia njia ya kutembelea. Bwana Vasco, bora nimekukuta, na uzuri una begi langu kabisa mkononi. Sasa kabla sijafanya unyama wowote, naomba nipe begi langu. Basi bwana yule akiwa kakaa kwenye pikipiki aliongea maneno ambayo alifanya mimi nianze kurudi nyuma, huku nikiwa naangalia kila upande kama naweza kukimbia, maana ukweli nilikuwa sipo tayari kumpa lile begi. Wewe bro, mimi sikuokota pesa zako. Haya ni mabegi tu yanafanana. Nikiwa kama nimechanganyikiwa, nilijikuta naongea maneno kwa kujitega mwenyewe mpaka bwana yule alianza kucheka. Ndugu yangu, mimi sijakwambia pesa, nimekwambia begi. Kumbe unajua humo ndani kuna pesa Basi ni vyema ukanipa tu hilo begi. Yule bwana aliongea kama utani hivi. Kidogo kidogo nilianza kusogea pembeni ili mradi nianze kukimbia. Hivi ndugu yangu, ushawahi kupigwa risasi hata ya mguu? Sasa jaribu ujinga wote kama hujakula shaba. Yule bwana nilimwona na vua elementi yake na kuchomoa bastola. Kiukweli ile sura nilikuwa sije kuiona pale Makambako.
Basi kutokana na ile silaha aliyoitoa mwanaume bila shuruti, nikadondosha lile begi chini. Basi yule jamaa alisogea na kuokota begi lake, kisha alipanda pikipiki na kuondoka. Yaani nilijikuta naanza kulia kama ndo nimeonewa vile. Kumbe mtu kachukua chake. Hapo akili kuhusu Pendo ndo ilikuja. Nikajikuta naanza kumuita Pendo ovyo ovyo pale nyumbani, kwa sababu nilihisi atakuwa hajafika mbali. Kwa unyonge, mimi na mwanangu ilibidi turudi ndani, huku nikiwa nimechanganyikiwa balaa. Yaani nilijikuta naanza kujilaumu kwamba kwa nini sikutoa hata senti kwenye lile begi. Basi siku hiyo ilipita huku tukishindia maji tu, mimi na Agnes. Ikiwa ni siku nyingine majira saa 4 asubuhi, mimi na Agnes tukiwa tunakoroga uji, mara mlango uligongwa. Mwanaume nikanyanyuka haraka haraka kwenda kufungua mlango, huku nikiwa najua ni Pendo karudi tena. Na kweli baada ya kufungua mlango ule alikuwa ni Pendo amekuja. Pendo, mimi nipo tayari kwa lolote, kama ulivyoniuliza jana. Basi kabla hata salamu ilibidi nimjibu Pendo. Ila nilimwona Pendo akiwa anacheka kweli. Kweli nimeamini wewe mwanaume, huwezi kubadilika. Yaani nimekupa mtihani mwepesi tu, umeshindwa. Je, utaweza kwenda kwa mamangu kweli wewe? Basi Pendo aliniuliza swali ambalo hata sikuelewa anamaanisha nini. Pendo, mtihani gani, mbona sikuelewi? Ilibidi niulize huku nikiwa nimetumbua macho. Vasco, yaani pesa kidogo tu ambazo umepata, ambazo hata hujui zimetokea wapi, zimefanya usinitake tena. Vipi sasa ukipata maisha mazuri, uone kama yatarudi yale yale ya kuona mimi na kuonea? Pesa tu kidogo ulitaka kutoroka hapa ili mradi siku kupata tena. Vipi huo upendo unaosemea wewe, ni upendo upi? Pendo aliniuliza swali ambalo lilifanya nikose hata cha kujibu zaidi ya kuona tu aibu. Maana niligundua kumbe zile pesa ulikuwa ni mtihani wa Pendo hapa. Alinipa kupima upendo wangu wa kweli kwake. Na kweli niliingia kwenye mtego wake. Rangi yangu ya ukweli ilionekana. Sikiliza Vasco, kwa kuwa wewe ni baba wa mwanangu na mimi nakupenda, nakupa nafasi nyingine tena. Ila tambua hizi nafasi unazopoteza ndo hivyo unapoteza nafasi ya kuishi maisha mazuri tena. Kabla kukupatia mtihani mwingine wa mwisho, hebu kwanza naomba tuende kwa mamangu ukale kiapo kama upo tayari kweli kuishi na mimi. Hayo yalikuwa ni maneno ya Pendo ambayo mimi nilikubali tu, huko nikiwa sielewi huyu mama yake yuko wapi. Basi dakika chache ile baada ya mimi kukubali, Pendo aliniambia tutoke nje, na baada ya kutoka nje aliniambia nifumbe macho. Sasa Pendo, mtoto atabaki na nani? Na umesema mimi nakwenda kukaa wiki huko kwenu. Kwanza ilibidi niulize, maana nilijua tukifumba macho kinachofuata ni kutoweka maeneo yale. Pendo alinitoa wasiwasi kuhusu usalama wa mtoto. Baada ya hapo ni kweli nilifumba macho kama dakika 5, huko nilikuwa nasikia upepo mkali mno ukivuma. Safari yetu ilikwenda kuishia wilaya ya Makete kwenye msitu pembezoni mwa ziwa Nyasha, na hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuliona ziwa kwa macho yangu. Vasco, mamangu na ndugu zangu wengine wapo huko chini ya maji. Inabidi mimi na wewe tuelekee huko, na mimi nitakuacha huko, tarudi kumwangalia mtoto. Pendo akiwa serious aliongea maneno ambayo kwa upande wangu nilihisi ni kama utani. Yaani niliona saa kama ni kweli anachokiongea, basi ule wasawa mimi kwenda kutolewa sadaka umefika. Pendo acha masihara. Watu wanaishi chini ya maji, na mimi naweza vipi kuingia kwenye ziwa la kutisha kama hile? Kwanza ilibidi niulize huku nikiwa najichekesha, maana nilihisi kama utani. Vasco, kama upo tayari kurudisha mahusiano na mimi, una budi kuingia kwenye maji. Ila kama utaki, basi turudi, ila ndo ujue huji kuniona tena maishani mwako. Pendo akiwa serious aliongea maneno hayo. Pendo, hebu nihakikishie usalama wangu, sitakufa kweli? Nikiwa natetemeka ilibidi nimuulize Pendo, Vasco, hutakufa, ila inabidi uwe na ujasiri kama kweli unataka kuishi na mimi, maana huko tuendako utakutana na mitihani mingi. Hayo yalikuwa maneno ya Pendo ambayo walinitisha kwa kiasi fulani, ila kwa kuwa nilikuwa nimedhamiria kuishi tena na maisha mazuri na kurudisha heshima yangu mtaani, niliona wacha iwe hivyo. Basi Pendo alinishika mkono na taratibu tulianza kusogelea maji. Yaani kadri tunavyosonga mbele ndivyo tulikuwa tunazama.
Hapo uoga ulianza kunijia huku nikiwa na wasiwasi na maisha yangu kuliko kawaida. Yaani nilijikuta naanza kujamba ndani ya maji. Na kwa uoga ambao nilikuwa nao, niliachia koyo mle ndani ya maji. Mwisho mimi na Pendo tulizama kabisa ndani ya maji. Ila kitu cha ajabu, baada ya kuzama tu ndani ya maji, tulijikuta tupo nchi kavu nyingine tena. Pendo, huku ni wapi? Nikiwa na wasiwasi ilibidi nimuulize Pendo, ila Pendo alionyesha ishara tu ya kwamba nikae kimya. Basi kwa mbele niliona kuna jengo moja kubwa sana, ila lilikuwa limejengwa kizamani sana. Basi Pendo alinipeleka mpaka ndani, ila Pendo alionekana yupo makini mno. Na alikuwa ananiingiza mle ndani kiwiziwizi. Na hiyo ilikuwa ni ishara tosha kwamba mle ndani sio wote wananitaka. Basi mimi na Pendo tulikwenda kujifungia kwenye chumba kimoja hivi, ambacho nakumbuka mwanga wa mle ndani ulikuwa ni mwanga wa blue. Baada ya kuingia mle ndani, Pendo alichukua mafuta fulani kwenye kopo na kunipakaza mwili mzima. Vasco, huu ni ulinzi wako. Ukiwa humo ndani, na hii dawa itakufanya wewe usinuke damu ya kibinadamu. Ila kuwa jasiri kwa chochote utakachokiona. Baada ya Pendo kunipakaza ile dawa, aliniambia maneno hayo. Basi mwanaume nilijikuta natikisa kichwa tu. Ila uoga ulikuwa 100%. Yaani nilikuwa naogopa mpaka tumbo linatetemeka. Uoga ulizidi zaidi baada ya kumwangalia Pendo. Yaani Pendo aligeuka kiumbe cha ajabu mle ndani, ambacho sijawahi kukiona tangu nizaliwe. Kwanza aliota mapembe na sura yake iligeuka mviringo, huku mdomo kakiwa kadogo. Halafu mwili wake wote uliota manyoya, huku makucha marefu yakiwa yamemtoka. Kiukweli nilijikojolea pale pale kwa uoga. Basi Pendo alinionyesha ishara ya kwamba nimfuate. Mwanaume nilikuwa natetemeka. Nilianza kumfuata Pendo kwa nyuma, japo bado tulikuwa tunajificha ficha. Pendo alikwenda kuniacha kwenye chumba kimoja kikubwa ambacho kilikuwa na mwanga wa blue pia. Baada hapo alinionyesha ishara ya kuniaga, na kweli aliondoka na kuniacha pale. Mwanaume siku hiyo haja zote zilinitoka kwa mpigo, kwa uoga ambao nilikuwa nao. Kwanza makelele ambayo nilikuwa nasikia mle ndani yalikuwa usipime. Basi nikiwa mle ndani nilianza kuona kama kuna vitu vinaingia mle ndani kwa kutambaa. Na kweli nilipoangalia vizuri niliona viumbe vya ajabu. Sitaki kuona, yaani nashindwa hata kuvielezea vizuri ni viumbe vya namna gani. Kiukweli nilijuta kwenda yale maeneo. Basi pale pale vile viumbe baada ya kunifikia vilianza kuniburuta chini mpaka eneo jingine, ambapo huko kulionekana ndo kuna mkubwa wao. Kwa macho yangu live, ikiwa sio ndoto, nililiona lile jitu ambalo kwenye ndoto zangu nilikuwa naliona limeshika shoka. Lile jitu niliona likiwa linarandaranda yale maeneo. Hazikupita dakika 3 alikuja mwanamke ambaye alikuwa na vichwa viwili, ila sura zake zilikuwa ni sura kama zilivyo sura za binadamu. Kasoro yake ilikuwa ni kuwa na vichwa viwili. Kwa heshima aliyopewa bila hata kuambiwa, niligundua yule ndo malkia wao. Basi yule mwanamke alianza kuongea lugha ambazo nilikuwa sijawahi kuzisikia hata kwenye video tu. Baada ya hapo, wale viumbe ambao kila kiumbe alikuwa na muonekano wake walishangilia na kurukaruka. Basi nilichukuliwa pale na kwenda kuwekwa kwenye chumba kimoja ambacho kilikuwa kimejaa damu ambazo zilionekana ni damu za watu. Na kwenye chumba hicho kulikuwemo na vichwa vya watu wa kawaida ambao walionekana ni binadamu wa kawaida. Yaani mpaka hapo niliona habari yangu kuisha. Nilikaa mle ndani kwa makadirio ya haraka haraka yalikuwa ni zaidi ya masaa 30. Maana nilikaa nikasinzia, niliamka tena huku nikiwa mle ndani. Ila kuna muda nililala, nilipoamka niliona mlango ni kama upo wazi. Kwanza ilibidi nichungulie kuna nini kinaendelea. Kijasho chembamba kilianza kunitoka baada ya kuona lile jitu la kutisha, na baadhi ya watu wengine wakiwa nanua vishoka. Niko hata sielewi hata ninakoelekea, nijikuta tu akili ya kutoka kwenye kile chumba inanijia. Kwa kujificha ficha nilitoka kwenye chumba kile na kuanza kukimbia hovyo hovyo, maana nilikuwa sielewi hata kinachoendelea. Ila bahati nzuri katika kimbia yangu nilivutwa na mzee ambaye alionekana makamo kidogo, na mzee huyo alikuwa na sura ya kibinadamu kabisa, ila kasoro yake alikuwa na manyoya. Basi mzee huyo ambaye alionekana yupo kwenye hali mbaya ya ugonjwa
alinivuta mpaka chumbani kwake. Nadhani wewe ndo mgeni uliyeletwa na binti yangu. Bibi yule bahati nzuri alikuwa anajua lugha ya Kiswahili vizuri, na aliniuliza swali ambalo lilifanya nitikise kichwa haraka haraka huku nilikuwa natetemeka. Una bahati kijana. Ndio ulikuwa unakwenda kutolewa sadaka hivyo? Bahati mbaya mnavofika tu iligundulika kwamba umefika hapa, na ndio maana ukakamatwa haraka. Ila naomba kuwa makini na maelezo yangu nitakayokupatia ukitaka uwe salama, maana huku usalama wako ni mdogo. Yule bibi kizee aliongea maneno ambayo yalifanya nizidi kuchanganyikiwa, na nilianza kuona kama Pendo alikuwa anakuja kunitoa sadaka. Basi bibi yule alianza kunipa maelekezo na kunipakaza baadhi ya dawa za hapa na pale. Baada hapo yeye alilala na mimi ilibidi nianze kufuata maelekezo alonipatia. Kiukweli ilikuwa ni zaidi ya kuhaha, maana kila njia ambayo nilikuwa najaribu kupita nilikuwa naona kuna ulinzi mkali wa yale majitu. Na bibi yule ambaye kwa maelezo ndo alikuwa mama yake na Pendo alikuwa kaniambia natakiwa nisionekane na mtu yeyote mpaka nitakapolifikia geti jeupe ambalo alikuwa kanielekeza, na aliniambia kabisa nikikamatwa ndo mwisho wangu. Siku nzima ilipita nikiwa najificha ficha hovyo kwenye jumba lile ambalo niliona ni kama halina mwisho. Basi baada ya kuzunguka huku na kule, bahati nzuri niliona kuna korido ndefu ambayo haina hata ulinzi. Mwanaume nilitoka unyoya kufa mtu, na kwa mbali niliona kuna geti jeupe kama nilivyoambiwa. Basi baada ya kuona geti lile, hapo ndo nilizidisha spidi. Ila bahati mbaya pale getini kulionekana kuna jitu la kutisha lilikuwa limetulia pale, ila bahati nzuri lilikuwa limegeukia upande wa mlangoni. Mwanaume kwa kujiamini nilitoka na spidi za kufa mtu. Nilikwenda kugonga mlango ule. Baada hapo nilihisi kitu cha ubaridi. Nilikuja kushtuka ni maji baada ya kile kunikaa vizuri, na nilijikuta natokea juu ya maji nikiwa katikati ya ziwa. Bahati nzuri nilikuwa najua kuogelea vizuri, ila kutokana na uzito wa mawimbi nilijikuta napelekwa hovyo na yale mawimbi, huku nikiwa nakunywa maji ya kutosha. Kwa macho yangu mawili niliona kifo kipo mbele yangu. Basi nikiwa natapatapa juu ya maji niliona kuna mtumbwi ukiwa unakuja kwa upande nilipo. Hapo walau niliona kamsada, na kweli wale jamaa wa mtumbwi walinifikia na kunisaidia, ila kwa pressure ambayo nilikuwa nayo nikajikuta nazimia baada ya kupata msaada. Nilikuja kuzinduka nipo ndani ya kijumba cha kawaida ambacho kilionekana ni kijumba cha wavuvi wa kawaida. Basi nilitoka nje, niliona wenyeji wangu pale wapo busy na kazi. Nilijikuta nashindwa hata kuelezea pale nilipoulizwa kwamba ilikuwaje mpaka nikawa maeneo yale, maana ilikuwa ni vitu vya kutisha kweli kweli. Na maeneo yale kwa nilivyopewa maelezo na wenyeji wale palikuwa panaitwa Kilondo. Basi nilishia tu kudanganya kwamba kuna watu waliniteka na kwenda kunitelekeza pale, ila ukweli nilikuwa nao mimi. Kile nilichokutana nacho huko ni dakika zile zile. Kwa mbali niliona sura ya Pendo akiwa anakuja maeneo yale. Kiukweli nilishangaa kwamba Pendo kajuaje kama mimi nipo pale, ila kimoyomoyo nilifurahi, japo nilikuwa na wasiwasi na Pendo kwamba huenda ndo alinipeleka kule kwa ajili ya kunitoa sadaka. Pendo, umejuaje kama nipo huko? Basi baada ya Pendo kufika na kunivuta pembeni, ilibidi nimuulize, kwanza Vasco, samahani kwa yote. Sikujua kama unaweza kupatwa na matatizo ya hivyo. Kuhusu kujua nimejuaje upo huko, hiyo ni siri yangu mimi. Pendo akiwa anatabasamu huku ananiweka sawa shati langu, aliongea maneno ambayo alifanya nianze kupata mashaka juu yake. Kwa hiyo Pendo, ulitaka kunitoa sadaka kwa wale viumbe wa ajabu? Nilikuwa natetemeka, nilikuwa na hasira baada ya kukumbuka jinsi Pendo alivyobadilika kule chini. Na kwa kiumbe cha ajabu nilimuuliza, Vasco, hilo halikuwa lengo langu. Lengo langu lilikuwa ni wewe kwenda kukaa na mama wiki moja, walau akupe baadhi ya maelezo kunihusu mimi. Ila kilichotokea ni bahati mbaya, na inaonekana siku ya kwanza tunafika pale baadaye kutamka yale maneno tayari wale waligundua kama wewe umefika pale, na ndio maana ilikuwa rahisi kukupata. Ila wasingegundua yote hayo yasingetokea. Yaani ungekaa vizuri na mimi ndio ningekuja kukuchukua. Pendo alitoa maelezo vizuri kabisa mpaka nilijikuta nimeanza kumwamini tena.
Ila ndo hivyo, kuna kaoga tayari kalikuwa kamenijia. Kwa hiyo Pendo, kinachofuata ni kipi? Ilibidi niulize huku nikiwa nimenuna. Vasco, naenda kukupatia mtihani wa mwisho. Ukishindwa huo, mimi na wewe ndo basi tena, na hutoniona tena katika maisha yako. Pendo aliongea maneno ambayo mimi wala sikumjibu, nilibaki tu kimya. Basi ilibidi niwaage wale walionipa msaada na kuniokoa. Baada ya hapo mimi na Pendo tuliondoka na tulitumia ile njia ya kufumba macho kurudi Makambako. Ila baada ya kufika tu magetoni, Pendo yeye alitoweka moja kwa moja. Basi nilibaki nikikaa pale magetoni kwa uoga mno, mimi na mwanangu Agnes, na zilipita wiki 2 bila Pendo kuonekana. Ila tayari kichwani mwangu nilikuwa nimejiandaa kwa lolote, maana nilijua kabisa lolote la tofauti litakalonitokea basi utakuwa ni mtihani wa Pendo. Basi nakumbuka ilikuwa ni Jumapili, mimi na Agnes tukiwa tumetoka kanisani. Kuna gari la kifahari lilipita na lilikwenda kusimama mbele yetu kidogo. Na mtu aliyekuwa anaendesha gari hilo alikuwa ni mdada mzuri sijai kuona. Ndugu yangu, vipi, unaweza kuingia kwenye gari? Nikupatia lifti. Basi dada yule baada ya kusimamisha gari aliongea kwa kutabasamu, huku akiwa katoa kichwa chake kwenye dirisha la gari. Kiukweli kwa namna alivyoongea kwa mapozi na ustaarabu, nilijikuta nashindwa kukataa lifti ile, japo magetoni palikuwa sio mbali hivyo. Kiukweli kaka, mimi nimetokea kuvutiwa na wewe, na sio mara ya kwanza kukuona, ni mara nyingi na kuona na nakufuatilia, na nataka kukuahidi ukinikubali kuwa nami, maisha yako yote yatabadilika. Kwanza nitakupatia nyumba ya kifahari na pia mtaji wa milioni 500. Please, naomba nikubalie. Basi kwa mapozi dada yule aliongea maneno ambayo yalifanya mwili wangu mzima usimke. Kwanza alikuwa ni dada mzuri, pili alikuwa na pesa za kutosha, na ahadi zilifanya nibaki na cheka tu. Dada usijali, naomba basi nipe muda nifikirie, nitakupa jibu hata kesho. Moyoni nilikuwa nimekubali tena kwa 200%. Nilitoa jibu la kuzuga ili mradi mrembo yule asije kuniona na tamaa. Basi mrembo yule alidai nimpe namba yangu ya simu ili tuwasiliane, ila nilimwambia sina simu. Basi mrembo yule aliniahidi kwamba kesho anapokuja ataniletea simu kali. Basi mimi na Agnes baada ya kufika sehemu ya kushuka tulishuka. Yaani sikutamani hata nishuke kwenye ile gari, kwa marashi ambayo dada yule alikuwa ananukia na pia mapozi yake mazuri. Basi dada yule aliondoka huku akiwa kaniahidi kwamba kesho atanitafuta. Mwanaume, nilirudi magetoni Jumapili ile nikiwa nacheka peke yangu. Yaani mpaka inafika jioni, siku hiyo nilikuwa naona kama kesho haifike. Basi usiku ulifika na siku hiyo sikulala, huku mawazo yote yakiwa kwa mrembo yule na kuhusu Pendo. Kiukweli nilikuwa siwazi chochote kile. Ni kweli siku nyingine mpya ilifika, huku nikiwa namsubiri dada yule kwa hamu. Dada ambaye nilikuwa hata simjui jina lake. Ikiwa ni mida 5 asubuhi, ilibidi nianze kujiandaa ili niende barabarani kumsubiri, maana geto langu lilikuwa lipo vichochoroni na ingekuwa ngumu yeye kupafahamu. Ila nikiwa mle ndani huku namuaga mwanangu, mara mlango uligongwa na akili yangu yote nilijua ni Pendo karudi. Basi nilitamani hata nijifiche ili mradi asinikute, maana nilijua ataniharibia bahati ya mtende. Basi Agnes baada ya kuona mimi siende kufungua mlango, kwa kuwa naye alikuwa anajua lazima atakuwa ni mama yake, alikwenda kufungua mlango. Ila kitu cha kushangaza, alikuwa ni yule mrembo wa jana ambaye ndio nilikuwa nataka kwenda kumsubiri barabarani. Yaani kitendo cha yule dada kuja pale magetoni peke yake, nilijikuta akili yangu inachaji pale pale na ilizunguka fast. Hapo kuna kitu tayari niligundua, maana nilikumbuka mara ya mwisho kabisa Pendo anapopotea aliniambia kuna mtihani wa mwisho atanipa. Kwani dada, wewe umepajuaje hapa? Kwanza nikiwa nimeweka sura ukauzo, nilimuuliza yule dada, kaka, nimekusubiri barabarani hata sijakuona. Kabidi niulize. Dada yule akiwa ananichekesha aliongea maneno ambayo yalinifanya nizidi kupata mashaka zaidi. Japo nilikuwa sina uhakika kama ndo nipo kwenye mtihani wa Pendo au ni zari tu la mentali limendondokea. Wewe muulizaje mpaka kufika hapa? Au muuliza kumtafuta nani? Niliuliza huku mimi mwenyewe kichwani nikiwa najiuliza maswali mengi mno, kama ule ndo mtihani au ni bahati nacheza nayo.
Nimeuliza tu kwa kuelezea namna anavyofanana na nimesema unaishi na mtoto mdogo ndio maana nikaletwa hapa. Yule mrembo akiwa anacheka alijibu kwa kubabaika, mpaka hapo nilijua huyu mtu siye. Maana kwanza hata nilikuwa sijamwambia kama mimi naishi na yule mtoto. Sasa dada, wewe ulijuaje kama mimi naishi na huyu mtoto? Mpaka ukauliza kwamba unamtafuta naishi na mtoto. Maana jana sikukwambia kama naishi naye. Nilimuuliza swali jingine la mtego. Maana hata mimi pamoja na kwamba nilikuwa nimegundua, ila kuna akili nyingine ilikuwa inaniambia napiga teke gunia la pesa. Kaka, mbona maswali mengi jamani? Kwa hiyo mimi kuja kwako nimekosea? Ni upendo tu ndio unaonitesa kaka yangu. Kama unaona nimekosea, mimi kuja hapa naomba unisamehe. Basi dada yule akiwa anajitilisha huruma aliongea maneno matamu ambayo yalifanya nijikute kama naanza kurudisha moyo wangu. Basi ilibidi nikae kimya kwa dakika kama 3 hivi nikiwa na tafakari. Ila mwisho wa siku nilijipa imani kwamba ule ni mtego wa pendo, japo sikuwa na uhakika na hilo. Dada, sikiliza, mimi kwa kweli siwezi kuwa na wewe kwa sababu nina mtu wangu ambaye namsubiri na ndio mke wangu halali. Kwanza kanizalia mtoto mzuri, pili ana pesa kuliko wewe, na tatu ni mzuri kukuzidi wewe. Nikiwa nipo serious nilimjibu yule dada majibu ambayo yalikuwa hata mimi yananiuma, maana nilikuwa sina uhakika kama ule ni mtego. Kuna muda niliona kama napoteza bahati. Kiukweli yule dada alinibembeleza kwa machozi na maneno yote mazuri na matamu. Yaani japo nilikuwa nimemkazia, ile kiukweli nilipata shida moyoni mwangu. Maana kuna muda nilijihisi nachokifanya sio. Basi baada ya dada yule kuambulia patupu aliondoka huku akiwa anapanguza machozi. Nilitamani nimrudishe ili tuyamalize, ila kuna akili iliniambia tuliza mshono. Basi mwanaume nilitulia zangu magetoni huku nikiwa na mawazo ya kila rangi. Haukupita muda mrefu dada yule akarudi tena. Kaka, kama huniamini basi chukua hizi pesa zote ukiwa ni mtaji wa biashara, ili mradi mimi tu niwe na wewe. Basi nikiwa nimetumbua macho, yule dada alimwaga maburungutu ya pesa chini huku akiwa anaendelea kutoa ushawishi. Kwanza mwanaume ilibidi nitulize akili huku nikiwa nachekesha akili. Yaani ilikuwa katikati ya kukubali na kukataa. Sikuelewa hata nimjibu nini yule dada kwa kweli. Agnes, mimi naondoka. Utakula hivyo viazi vilivyosalia, sawa mwanangu? Basi nikiwa sijamjibu chochote yule dada niliondoka. Na sikutaka kujibu chochote ili mradi yule dada asije akapotea jumla, maana niliamini huenda nikamkatalia halafu kumbe sio mtego, ni bahati yangu ya halali. Na pia niliamini kwamba naweza kumkubali halafu kumbe ni mtego wa pendo. Kitu nilichoamua ni kukaa kimya huku nikiwa nasikilizia upepo. Basi nilitoka pale magetoni huku lengo langu likiwa ni kwenda stendi kutafuta chochote. Ila nilipofika barabarani sikuona gari lolote ambalo dada yule alikuwa anadai kwamba kaliacha barabarani. Yaani mpaka hapo nilianza kupata mashaka na yule dada. Kwanza ilibidi nirudi magetoni, maana nilihisi huenda hata mwanangu asiwe salama. Nilipofika getoni yule dada niliambiwa kaondoka. Ila kitu cha kushangaza, njia ya kutoka pale getoni kwenda barabarani ilikuwa ni moja tu. Halafu mimi hata sikuwa nimemuona uko njiani. Mpaka hapo nilijua ule ni mtego wa pendo. Basi niliondoka tena na kuelekea kutafuta kitu chochote. Siku hiyo ilipita bila kumuona yule mrembo. Ila siku nyingine kama kawaida yule mrembo alikuja tena na vishawishi vipya huku akiwa anajitilisha huruma. Ila kwa kuwa nilikuwa nishajua yule sio mtu mzuri kwangu, nilimtolea nje mazima. Tena awamu hii nilitumia ukali. Basi ni kweli baada ya kumkatalia dada yule mazima aliondoka, na zilipita siku kama 3 bila hata kumuona. Nakumbuka ilikuwa jioni, kigiza kikiwa kinaanza. Mimi na mwanangu Agnes tulikuwa tupo magetoni huku tukiwa tumekaa kwenye mkeka ambao tulikuwa tunalalia, na tulikuwa tunapiga stori za hapa na pale na binti yangu. Mara mlango uligongwa tena, na akili yangu ya moja kwa moja nilijua ni yule dada karudi. Basi ilibidi nimwambie Agnes avunge. Mlango uligongwa zaidi ya kugongwa, ila mimi na Agnes tuliuchuna tu. Ila binti yangu baada ya kuona ni kama usumbufu aliamua kwenda kufungua. Mama. Basi nikiwa ndani nilisikia Agnes pale mlangoni
akitamka kwa sauti jina la mama yake. Mpaka hapo nilijua ni Pendo karudi. Kulikoni? Mbona anagonga mlango amfungui? Baada ya Pendo kuingia ndani, alianza kuuliza maswali huku akiwa kanikazia macho. Hatukujua kama ni wewe. Tulijua labda ni mwenye nyumba kaja kudai kodi yake. Basi ilibidi niongee uongo ambao Pendo hata hakufuatilia sana, japo alijua ni uongo. Okay Vasco, mimi saizi sitowaacha tena. Tutaishi pamoja mpaka mwisho. Basi alikuwa anatabasamu Pendo, aliongea maneno ambayo yalifanya nifurahi, maana nilikuwa naona utajiri huu hapa tena. Japo kuna muda mwili wangu ulikuwa unasisimka pindi nilipokumbuka Pendo alivyobadilika na kuwa kitu cha ajabu wakati tupo chini ya maji. Pendo, upo serious kweli? Vipi sasa? Mtihani uliosema utanipa umeahirisha? Basi ilibidi nimuulize Pendo swali la kuzuga ili nipate uhakika kama yule mrembo aliyekuja ulikuwa ni mtego wake au la. Vasco kipenzi changu, ina maana wewe unapenda mitihani sana Huo mtihani achana nao, na kama nitaona kuna ulazima basi nitakupa tu, hata usijali. Pendo alitoa majibu ambayo hata sikuelewa kama ule ulikuwa ni mtego wake au la. Nilijikuta nimebaki katikati. Basi usiku huo kwa mara nyingine tena mimi na Pendo tulivunja amri ya Mungu, yani amri ya 6. Yani ilipiga mechi kama vita, wala hatukujali hata mtoto ambaye alikuwemo mle ndani. Basi kulikucha mpaka asubuhi, huku viungo vyote vya mwili vikiwa vimechoka. Vasco, nadhani umeridhia mwenyewe. Sasa sharti nadhani unalijua na sitaki kurudia tena. Kwa mara nyingine mimi ndo nakuwa mwanamke wako wa pekee kulala naye, la sivyo ni matatizo utakuwa unatafuta. Basi asubuhi ile Pendo alianza kunipa masharti yake na baadhi ya vitisho vya hapa na pale. Ila mimi swala langu lilikuwa ni kwenye pesa tu. Pendo, vipi kuhusu maisha tunayoishi? Si tunatakiwa ufanye jambo tupate pesa. Baada ya kuona Pendo hazungumzii masuala ya pesa, ilibidi niulize. Vasco, sikiliza. Inabidi kwa saizi uanze kutembeza matunda, na baada ya muda utafungua genge. Pendo aliongea maneno ambayo yalifanya nimkazie macho, maana niliona kama masihara hivi. Yaani badala ya kunipa utajiri, nianze tena kutembeza matunda mtaani. Pendo, acha masihara basi. Kwa hiyo unaona hayo ndo maisha ya kuishi. Hebu fanya mpango nipate mtaji wa kutosha. Nikiwa nimenuna, niliongea kwa ukali. Vasco, naona umeanza kunisahau. Sauti ya kukoroma mbele yangu siitaki. Halafu acha nikwambie, biashara ni hatua na mazingira ya mtu kutajirika ndio yanayofanya mtu aheshimike na kutokutiliwa mashaka. Hivi kwa hali ulionayo, mtu aamke tu akute wewe unamiliki duka kubwa, hivi unadhani kuna mtu atakuelewa mtaani? Lazima atakufikiria vibaya, ila hakuna mtu atakuwazia vibaya ili hali anajua hatua ulizopitia mpaka wewe kuwa na pesa. Nachokwambia ndo kitu sahihi cha wewe kurudi kwenye maisha mazuri. Ila kama hutaki, huacha tuishi hivi hivi, kwa sababu mimi nafurahia kila maisha nayoishi, na kwangu mimi hakuna utofauti wa maisha kati ya kitajiri na kimaskini. Akiwa na maanisha Pendo aliongea maneno ambayo niliona ni kweli. Yaani nilijifikiria, niliona kitu anachokiongea Pendo ndio kitu sahihi. Basi siku hiyo Pendo alitoka, na aliporudi jioni alinipa mtaji wa shilingi 40,000 huku akiwa kanipa masharti na misingi ya biashara. Basi kwa mara nyingine mwanaume nilianza kutafuta utajiri wa jasho, huku nikiwa nimeanza na mtaji wa shilingi 40,000, na nilianza kwa kuuza matunda kwenye toroli tena la kukodi. Pendo alibaki mama nyumbani, huku kila mtu akiwa anajua mimi nimerudiana naye. Jua na mvua vyote vilikuwa juu yangu. Nilikuwa nazunguka kuuza matunda mtaani. Biashara kiukweli ilikuwa inakwenda vizuri, maana kila siku mzigo na uchukua ulikuwa unaisha vizuri. Biashara ile nilifanya kwa miezi kama 4. Baada ya hapo ilibidi nifungue genge karibu na mitaa pale magetoni ninapokaa. Kiukweli biashara ilikuwa inakwenda vizuri mno, kwa sababu mimi nilikuwa najua misingi ya mimi kufanikiwa ni ipi. Basi nilikuwa namsikiliza Pendo kila wazo analonipatia. Kuna siku Pendo aliniambia nigawe vitu vyote kwenye genge langu kwa wazee bure kabisa. Na kweli nilifanya hivyo mpaka watu wote walibaki wakinishangaa mtaani. Ila wengi waliniona mimi ni mtu mwenye utu na huruma kweli kweli. Basi baada ya miezi 7 ya biashara ile ya genge,
nilifanikiwa kuhama pale magetoni, nitafuta chumba na sebule, na nilipia miezi kadhaa huku nikinunua baadhi ya vitu muhimu. Maisha kiukweli yalibadilika na kula haikuwa tabu tena kwangu, japo bado nilikuwa sijafikia ile lengo langu kabisa. Mwaka mzima ulikatika nikiwa napambana na genge, na awamu hii genge langu lilikuwa kubwa kiasi kwamba badala ya kuwa genge niligeuza ni duka. Maana hata eneo nilihama na kutafuta frame nyingine. Yaani nilianza kuuza bidhaa zote za nyumbani ambazo zinatakiwa. Kiukweli kila mtu mtaani alikuwa ni shahidi yangu kwa jinsi nilivyokuwa nahenyeka na maisha. Yaani kila mtu aliamini juhudi zangu pekee ndio zimenifikisha pale. Basi nakumbuka pale mtaani kulikuwa na mama mmoja alikuwa na duka kubwa kama langu. Na mama huyo naye alionekana na vitu vyake, maana alikuwa anauza ni hatari. Na pale mtaani katika maduka yote yeye ndo alikuwa anauza sana, na alikuwa na wateja wengi mno. Basi siku moja ikiwa ni jioni, niliporudi nyumbani, Pendo aliniletea wazo ambalo hata sikuelewa anamaanisha nini. Vasco, sikiliza, duka lako inabidi lichomwe moto lote. Hayo ni maneno ambayo Pendo aliniambia nikiwa ndo nafika nyumbani. Yaani nilibaki nimetumbua macho huku nikiwa sielewi ana maana gani. Maana kwa muda huo nilikuwa nimejaza duka mpaka basi, na nilikuwa ndo nimetoka kujumua vitu. Pendo, masihara hayo. Duka linachomwa vipi ikiwa mtaji wote ndo upo pale? Kwanza nikiwa nimetumbua macho ilibidi nimuulize Pendo, Vasco, kwa hiyo saizi umeanza kunibishia nachokiongea? Hivi kwa akili yako unafikiri mimi sipendi mafanikio yako? Kiufupi Vasco, mimi naangalia mbele kuliko wewe. Biashara ni akili. Fanya kama nilivyokuambia, na usiku wa leo na kwenda kulitia moto mimi mwenyewe. Pendo akiwa na maanisha aliongea maneno ambayo yalifanya mimi nikae kimya. Maana nilikuwa naamini Pendo ana maana yake kufanya vile. Na kweli ulipofika usiku, Pendo alikwenda kuliwasha moto lile duka langu lote. Na katika eneo hilo kulikuwa na maduka karibia 7. Japo kuwa kila duka lilikuwa limejitegemea tofauti na frame yake. Basi katika maduka yote yale duka langu ndo lilichomwa moto. Yaani asubuhi mtaa wote ule wa Uhuru ile ndo ilibaki kama story. Kila mtu alikuwa ananionea huruma kwa duka langu kuchomwa. Na tayari tetesi zilikuwa zimeanza kuzagaa kwamba ni wale majirani zangu wenye maduka maeneo yale ndio wamenichomea duka langu moto. Yaani watu wengi wa maeneo yale walianza kuona nimefanywa figisu na wale wenzangu, hasa yule mama ambaye alikuwa na duka lake kubwa na alikuwa na wateja wengi. Basi baada kama wiki 3 kupita, ile frame nilikarabati vizuri na nilianza tena biashara, japo awamu hii mtaji ulikuwa umeshuka mara 7 ya ule wa mwanzo. Yaani kama ni hatua naweza sema nirudi hatua 70 nyuma kutoka kwenye hatua 100 ambazo nilikuwa nimezipiga. Pamoja na kuwa na vitu vichache, ila wateja nilikuwa nao wengi mno. Yaani watu wengi walikuwa wanakuja dukani kwangu wakiwa ni kama wananionea huruma kwa kile ambacho kilinitokea. Kidogo kidogo biashara yangu ilianza kunyanyuka kwa kasi. Ila kwa mara nyingine tena Pendo aliniambia duka lichomwe tena moto. Na sikuwa na ubishi kwa kuwa yeye ndo alikuwa kama mtu mwenye maamuzi ya mwisho. Kwa mshangao tena, katika mazingira yasiyo ya kueleweka, duka langu lilichomwa. Basi hapo maneno yalizidi kuwa mengi mitaani, huku wengine wakinifuata ana kwa ana kwamba pale sipendwi ni hame. Wengine walijiriki kuniambia niende kwa wataalamu nikapiga la amri, ila ukweli nilikuwa na ujua mimi. Basi baada ya wiki 2 kwa kutumia pesa niliyokuwa nayo kidogo, Pendo aliniambia nifungue kibanda kingine pembeni na maeneo yale. Yaani niwe kama nimewakimbia maeneo yale. Na kweli nilifanya hivyo. Nilianza na vitu vichache humo dukani, ila kadri siku zilivyozidi kidogo kidogo duka lilizidi kukua. Na awamu hii wateja walikuwa hawakatiki dukani kwangu. Yaani wateja wengi walianza kuja kwenye duka langu wakiwa wanaamini wale wengine wana roho mbaya. Baada ya miezi 7 duka langu lilirejea kwa nguvu, huku nikiwa nimempokonya yule mama wateja wa kutosha. Kiukweli mambo yalikuwa mazuri kwa upande wangu. Yaani nilikuwa nauza mpaka nahisi usingizi. Baada ya kuona wateja wanakuwa wengi, nilitafuta kijana mmoja wa kunisaidia kuuza lile duka. Maisha yalizidi kwenda, huku jina langu likiwa limeanza kurudi tena. Maana hata kanisani nilianza kujitolea vimichango. Yaani kale kaheshima kalianza kurudi kidogo kidogo. Japo ilikuwa sio kama mwanzo, kwa sababu hata hivyo nilikuwa bado sijarudisha ule utajiri wangu.
Baada ya mwaka mmoja na miezi kadhaa kupita, nilikuwa tayari nimekuwa mtu tofauti, maana nilifungua maduka 4 tofauti. Mawili yalikuwa mitaa ile ya Uhuru na mawili nilifungua maeneo ya stendi ya Makambako. Na tayari nilikuwa nimekomboa ule mjengo wangu niliouza kipindi cha nyuma. Basi kipindi hicho tayari Pendo alikuwa na ujauzito mwingine na Agnes alikuwa kafikisha miaka kama 9 hivi. Basi siku hiyo nikiwa nimekaa nilikuta tunapata wazo la kwenda kumtafuta dada yangu Tunsume, maana maisha ambayo nilikuwa nimemwacha naishi nayo Mbeya yalikuwa sio mazuri. Basi baada ya kukubaliana na Pendo ilibidi mimi nisafiri kwenda Mbeya kumtafuta Tunsume. Ila baada ya kufika na kupeleleza niliambiwa dada huyo alitoroka na mume wa mtu na kukimbilia naye Songea. Hapo kazi niliona ishakuwa nzito na mimi huko Songea nilikuwa hata sipajui. Basi ilibidi nirejee Makambako huko nikiwa nimechoka mno, maana kitu ambacho nilikuwa nimekifuata Mbeya nikikosa. Vasco, hebu nitajie majina 3 ya dada yako nikwambia aliko. Basi baada ya kumwelezea Pendo kila kitu ilibidi atumie uwezo alionao kujua ni wapi Tunsume alipo. Basi ni kweli nilitaja majina yote ya dada Tunsume mpaka umri wake. Hapo Pendo alianza kufanya mambo yake huku akiwa kafumba macho. Vasco, dada yako ni mgonjwa sana. Yupo hospitali ya wilaya maeneo ya Mbinga. Na ukienda huko kaulizie kwa jina la Tausi ndio utampata. Ukiulizia Tunsume hutompata kamwe. Hayo ni maelezo ambayo Pendo alinipa. Sikutaka kujua kama Pendo kaongea ukweli au la. Dakika zile zile nitoka nje na kuosha gari. Nakumbuka ilikuwa mida saa 12 jioni. Huko kimvua kwa kinanyesha. Kwa mara ya kwanza niliendesha gari kwa umbali ambao sijawahi kuendesha. Mida saa 5 za usiku kwa mara ya kwanza nilifika Songea. Huku nikiwa sielewi ni njia ipi nielekee. Pale Songea kuna sehemu nilifika palikuwa ni pabu fulani hivi. Nilikuta kuna watu wa kutosha wanaangalia mpira. Ilibidi nishuke usiku ule na kwenda kuuliza njia inayoelekea huko Mbinga. Basi kuna jamaa nilimuuliza na alinipa maelekezo ya kueleweka. Usiku ule safari iliiva kuelekea huko Mbinga. Mida saa 8 za usiku nilikuwa nipo Mbinga mjini. Hapo kwanza ilibidi nilale kwenye gari. Kulipokucha tu asubuhi na mapema niliuliza hospitali ya wilaya. Baada ya kufika pale hospitalini na kweli nilipouliza jina la Tausi nilipelekwa mpaka kwenye wodi aliyolazwa dada yangu. Kiukweli nijikuta kilio kinanishika ghafla kwa sababu dada yangu alikuwa anaumwa mno. Kwanza alikuwa na vidonda kila sehemu. Kwa maelezo ya madaktari walidai aliyemleta pale kamtelekeza ni siku ya 4. Kwa hiyo dada Tunsume alikuwa hata matibabu hapewi. Basi ilibidi nitoke na dada yangu Tunsume kule Mbinga na moja kwa moja tumpeleke hospitali ya Peramio Songea, ambayo nilikuwa naisikiaga tangu nikiwa mdogo. Nilikaa Songea wiki moja nikiwa na muuguza dada Tunsume. Basi baada ya kuona yupo vizuri kiafya ilibidi nimchukue ili akaendelee na matibabu Makambako. Ila kitu kilichoniuma zaidi ilikuwa ni ile story alionisimulia kuhusu mtu aliyemtelekeza kule hospitali. Alikuwa sio mwingine bali alikuwa ni jamaa yangu utotoni, Bwana Nathani, na huyo ndo aliyemtoa dada Mbeya na kumpeleka Songea kisha Mbinga. Namba zaidi alikuwa anampigia dada Tunsume mpaka kupelekea magonjwa ambayo hayana majina. Baada ya kuona hali ya dada ni ya mashaka ndipo alipoamua kumtelekeza. Basi dada Tunsume alinisimulia kila kitu, jinsi alivyokutana na Nathani mpaka wakatoroka Mbeya. Kiukweli dada yangu alikuwa kapitia maisha magumu kweli kweli. Basi mida saa 10 mimi na Tunsume tuliingia Songea, ila nilikuwa nimeapa kumtafuta Nathani popote alipo, maana hata ile kesi ya utotoni ya kunibia pesa zote Chimara na kutoroka ilikuwa bado haijaisha. Kuanzia siku hiyo nilianza kuishi na Tunsume nyumbani kwangu, huku dada Tunsume akiwa ananisaidia kazi za pale nyumbani, maana Pendo alikuwa mjamzito wa kipindi hicho. Tabasamu la dada lirudi tena, na bahati nzuri dada Tunsume alikuwa anajua kabisa Pendo ni mwanamke wa aina gani, kwa sababu nilikuwa nishamsimulia, ila Tunsume hakuonesha kumwogopa Pendo wala utofauti wowote. Baada ya miezi 9 ujauzito wa mke wangu kutimia, ukiwa ni mwezi wa 3, mke wangu alijifungua mtoto wa pili wa kiume. Na baada ya kujifungua mtoto yule, naweza kusema hapo hali ya Pendo ndipo ilipoanza kuwa mashaka. Vasco, mimi siku yote naweza nikatoweka na nisirudi tena, na ndio kama mwisho wangu wa maisha, kwa sababu nimevunja masharti.
Vasco, jamii yetu haturuhusi mtu kuzaa watoto wawili, na ikitokea ukazaa watoto wawili basi sharti wote wawe jinsia moja. Ila kutokana na hili mimi siwezi kupona. Siku hiyo usiku tukiwa chumbani, Pendo akiwa na hali mbaya alianza kunipa maneno ambayo yalifanya mwili wangu uanze kutetemeka, maana nilishajua Pendo akipotea na mali zangu zote zinapotea. Sasa Pendo, kama ulijua hivyo, kwa nini umeruhusu kuzaa? Vasco, sikujua kama nitazaa mtoto wa kiume. Pendo akiwa anatokwa na machozi alianza kunielezea. Basi ilibidi kwanza nimuulize kama akipotea kuhusu mali zangu itakuwaje na mimi nitaishije, maana ni mwanamke mmoja tu nilikuwa naruhusiwa kulala naye. Ila majibu alonipatia Pendo yalikuwa kufurahisha na kuhuzunisha kwa wakati mmoja, maana aliniambia utajiri wangu utakuwa pale pale na utaongezeka kadri nijitumavyo. Ila kitu alichonitisha ni kwamba masharti ya mimi kutokulala na mwanamke mwingine hayatobadilika kamwe. Kiukweli siku hiyo nilala nikiwa na waza mno, na Pendo alinipa masharti mengi mno namna ya kuishi na zile mali. Basi siku hiyo ilipita, ila kulipokucha asubuhi Pendo sikumuona mle ndani. Sikujua Pendo kaondoka jumla au atarudi, ila ndo hivyo, alikuwa kaacha mtoto mchanga kabisa. Kwa kuwa Datu Nsume alikuwepo, malezi yule mtoto sikupata shida sana, ila nilikuwa bado nawaza kama Pendo kafa jumla au atarudi. Basi siku zilizidi kusonga mbele, hata ulipofika mwezi wa 6, Agnes alivorudi toka shule ya boarding ambayo alikuwa anakaa, alinipiga maswali mengi mno kuhusu mama yake, ila nilishia tu kudanganya. Maisha yalizidi kusonga mbele huku Pendo akiwa hajarudi tena. Ulipita mwaka mzima. Hapo niligundua Pendo ashafariki kutokana na ile story alionisimulia. Ila kilichokuwa kinanitesa pamoja na pesa zangu ilikuwa ni mimi kuishi pasina kufanya mapenzi. Kiukweli hali hiyo ilikuwa inanitesa kupita maelezo. Ilipita miaka 2 mingine nikiwa bado najikaza tu, na mzote nilijikuta najimalizia mimi mwenyewe. Ila kutokana na ushauri ambao Tunsume alinipa, ilibidi nianze kuzunguka kwa wataalamu kuona kama inawezekana. Ila nilizunguka kwa wataalamu kama 4 hivi tofauti. Ila kitu nilichoishia kufanya ni kuua watoto wa watu. Na bahati nzuri nilikuwa natestia mitambo kwa machangudoa wanaojiuza, kwa hiyo kesi zote niliziepuka. Basi baada ya kuona imeshindikana, ilibidi nitulie tu, niendelee na maisha yangu ya utafutaji huko nikiwa nalea wanangu. Nakumbuka mwaka 2020 nilipata plani baada ya kuangalia movie moja ya Kituruki. Na katika movie hiyo kuna jamaa alikuwa kaoa sanamu ambayo ilikuwa ni mashine mithili ya sanamu. Yaani nijikuta navutiwa na ile hali. Basi ilibidi nifuatilie kama zile sanamu zipo kweli au ni movie tu, na niligundua ni kweli zipo. Hapo ilibidi na mimi niagize ile mashine kupitia mtandao. Na baada ya miezi 3 nilipata ile mashine na nilikwenda kuichukulia Nairobi ile mashine. Mpaka nasimulia hadithi hii ni kwamba siwezi kulala na mwanamke yote na kabaki salama. Ni miaka kadhaa sasa imepita, sijawahi lala na mwanamke, ila ukweli mashine nilionayo inanisaidia mpaka najikuta tu sina hisia na mwanamke yote ule. Dada yangu saizi anaishi Morogoro na mumewe ambaye walioana mwaka 2021. Na mimi wanangu wanasoma, mmoja yupo Mbeya shuleni anakaa huko, ila mwingine nakaa naye nyumbani. Kiukweli maisha yangu ni mazuri, ila ndo hivyo, kuna vitu siwezi kuvifanya na hakuna mtu yeyote anayejua siri ya mali zangu zaidi ya dada yangu, na ndo mara yangu ya kwanza nasimulia hii story. Mpaka saizi sijawahi kukutana na Nathan ambaye kwa kipindi hicho nilikuwa namtafuta mno. Pia hata baadhi ya ndugu zangu walionyanyasa kipindi hicho sidhani kama wanajua maisha nayoishi, na mimi sitaki wajue mpaka mwisho. Kiufupi, hii ndo siri yangu ambayo leo hii nimeamua kuisimulia kupitia mwandishi huyu Mwak The Don. Swali, ndugu msikilizaji, hebu toa maoni yako. Je, Vasco alifanya makosa kurudiana na Pendo kwa mara ya pili au ilikuwa ni chaguo zuri kwake? Na je, unafikiri ni kwa nini? Guys, huu ndio mwisho wa mkasa wetu wa kaka yetu huyu Vasco ambaye aliamua kutuletea story yake ya jinsi maisha yake yalivyokuwa na siri ya utajiri wake. Maana ni kijana ambaye ni tajiri sana mkoani Njombe katika maeneo ya pale Makambako. Na ameamua kutuletea mkasa wake huu kwa lengo tu la kupata jibu la swali lake, je, alifanya makosa kurudiana na Pendo kwa mara ya pili katika maisha yake
ama alifanya chaguo zuri, maana anaishi maisha mazuri. Lakini ndio hivyo, hawezi kuhondomola kwa mwanamke wa kawaida, maana anamsababishia tu matatizo. Guys, nisema asante kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi, asante kwa kufuatilia mkasa wangu huu. Asante kwa support yako ambayo umekuwa ukionyesha kila ninapoleta simulizi katika channel yetu hii nzuri kabisa ya Binti Omalavi Davi. Asante, Mwenyezi Mungu akubariki wewe na familia yako. Love you so much. Tukutane hapo kesho katika simulizi mpya kweli kweli ambayo naamini utaipenda.